Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo. Baada ya kula akisema, kombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kichwa cha somo, meza ya Bwana. Meza ya Bwana ni nini? Meza ya Bwana ni ibada maalum ya kula mwili na damu ya Yesu yenye agano. Ni ibada maalum ambayo tunakutanika pamoja kula mwili wa Yesu pamoja na damu yenye agano. Kwa nini meza ya Bwana? Manake zipo meza zilizo kinyume na hii meza ambayo tunaizungumzia mahali hapa. Manake zipo meza za giza, zipo meza za uharibifu, ziko meza zinazotesa, zipo meza za ushirikina. Ndio maana tunaposoma neno la Mungu katika Zaburi ya 23 mstari wa 5 anasema, waandaa meza mbele ya watesi wao. Amenipaka mafuta na kikombe changu kinafurika. Manake hiyo ni meza toka kwa Bwana ambayo imewekwa mbele yako ili wale wanaokuinukia kinyume na wewe, hiyo meza inasimama kuzuia, inakupa haki yako, inakupa kibali, inakupa ulinzi. Manake hiyo meza, anaposema anaandaa meza mbele ya watesi wako, manake wapo watesi wako wanaoinuka siku kwa siku kwenye maisha yako, wanaosubutu kukushusha, kutokupata haki yako. Anasema baraka zako zinafurika, maana amekupaka mafuta. Amekupaka mafuta ya baraka, amekupaka mafuta ya kibali, amekupaka mafuta ya kung'aa mbele za watu, kupata kibali. Hii ndio meza ya Bwana. Manake unapotafuta haki yako, inasimama mbele yako kwamba huyu ni wa kwangu, hata maadui wakiinuka namna gani. Hii meza ya Bwana inatangulia kuvunja kila roho, kuvunja kila hatia. Inasema ndio wamesimama wainuke juu ya mtu huyu, lakini hii meza inasimama. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mpango wa Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo, mpango wake, harakati zake ilikuwa kukomboa mwanadamu ili awe huru, ili awe huru, kwamba mwanadamu
aliyefanya Mungu hakuwa huru. Kwa hiyo anatoa mwili wake uliobeba neema kwa mwanadamu, uliobeba kibali, uliobeba kustawi kwa mwanadamu. Anatoa mwili wake unaoamua wewe mahali kufika, hatima yako mahali kufika. Anatoa mwili wake. Wa 19 anasema akatoa mkate, akaubariki, akashukuru, akaumega, akawapa, akasema huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Manake huu ni mwili umebeba maisha yako, umebeba baraka zako. Na pale mwishoni anasema hivi, fanyeni hivi kwa ukumbusho wako. Manake tunafanya ukumbusho. Maisha yetu pia tujikague, tujichunguze kwamba maisha haya tunapouona huu mwili wake Yesu ambao umetolewa kwa ajili yako, maisha yako namna gani? Anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Manake unapopokea mwili, jikumbushe maisha yako. Maisha yako yanabadilika kama kinyonga, yanabadilika. Unaweza ukaona mtu huyo yuko kanisani, lakini takapomwona kazini yuko tofauti. Ukimwona mitaani, yani hata ukimwona unatamani upite njia nyingine ili msionane naye. Ukisoma Biblia katika Injili ya Luka mstari ule wa 18 mstari wa 8 anasema hivi, atawapatia haki upesi, lakini atakapokuja mwana wa Adamu ataiona imani kwako, ataiona imani kazini kwako, ataiona imani kwenye ndoa yako, ataiona imani ukiwa mitaani, ukiwa kwenye biashara zako, ataiona imani. Kwa hiyo tunapoona mwili wa Kristo, unapopokea mwili wa Kristo, anataka kumbushe maisha yako, chukue maisha yako, kwamba maisha yako namna gani? Maisha yako. Maana mwili ulishatolewa tayari, lishatolewa tayari. Tunapofanya ukumbusho, tunafanya ukumbusho. Yesu alizaliwa kule Bethlehemu. Yesu alikufa kwa ajili ya nani? Alikufa kwa ajili yangu. Yesu alipigwa viboko, aliteswa. Kwa hiyo unapokamata mwili wa Kristo, mwili wa Yesu, unakamata mwili uliotolewa kwa kupigwa. Mtu yoyote anayepitia mateso leo, yawezekana unamtesa. Nikasema asubuhi, wewe uliye
na mtoto wa kazi, usimtese. Alafu wa kwako ukawakumbatia, alafu mtoto wa mwenzako ukamtesa. Yoyote anayepigwa leo unamwandalia baraka yake kesho. Unaandaa baraka yake kesho. Yesu aliingia kutukomboa, akateswa, akapigwa. Ndipo Biblia inasema akakamilisha kombozi wake, pazia likapasuka. Ndio maana hata leo pazia lilipopasuka, leo unapokuwa chumbani kwako, unapoona hali tofauti, Mungu anataka ujisimamie mwenyewe. Usiende mahali popote, wala usiende mwambie Baba, niko mahali hapa, nahitaji msaada wako, na maana pazia lilipasuka kwa ajili yangu. Uponyaji umewekwa, uko tayari, naomba nisaidie. Pazia lilishapasuka, manake wewe unayo nafasi ya kusogelea msalaba. Kwa hiyo unapokamata mwili huu wa Yesu, ni mwili uliotolewa kwa kupigwa. Kwa hiyo unapokula mwili wa Kristo, unakula uponyaji. Sema amen. Unakula uponyaji. Unakula uponyaji. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Isaya sura ile ya 53 mstari wa 5, anasema hivi: amechukua huzuni zetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alijeruhiwa, akatoa damu yake, ili ile damu kuokoe wewe. Kwa hiyo ndani ya mwili wa Yesu kuna uzima. Unapochukua mwili wa Kristo, unakula uzima. Sema uzima. Unakula uzima. Uzima ili uishi, uzima ili usife. Kwa hiyo unapokula, amini kwamba ninakula uzima ili niendelee kuishi. Usikiri kifo tena, kwa sababu uzima uko ndani ya mwili wa Kristo. Sema amen. Uko ndani ya Kristo aliyetolewa pale msalabani. Ukisoma ile Yohana sura ya 6 mstari wa 54, anasema aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana nini? Ana uzima. Sema uzima. Una uzima. Kwa hiyo hii meza ni tofauti na meza zingine. Zimebeba hatima yako, vimebeba mahali Mungu anapotaka kukufikisha, vimebeba uzima wako, vimebeba uhai wako. Na sikia nikwambie, kuna ishi umekwama, huna mahali pa kuchomokea, huna mahali pa kuchomokea, umekwama, hali ni ngumu, huna msaada, umesongwa. Chukua damu ya Yesu pamoja na mwili wake, mwambie Yesu, najua mimi sina pa kuchomokea, najua, lakini najua kupitia mwili wako na damu yako nitatoka. Sema amina. Sema amina. Kwamba sina mahali, nimefika mwisho, hatima yangu sioni.
ninaona giza, sioni mwanga tena, nuru sioni, lakini najua mwili wako ulitolewa kwa ajili yangu. Najua damu yako ilimwagika kwa ajili yangu. Mbele yako nimeshika mwili wako na damu yako. Najua nitatoka kwa jina la Yesu. Najua nitachomoka, maana Bwana, najua nguvu iliyo kwenye damu yako. Ninajua nguvu iliyo kwenye mwili wako. Najua utanitoa. Najua nitatoka salama. Tunaposoma ile Luka 22 mstari wa 20, anasema vivyo hivyo akatwaa kikombe, akashukuru, akawapa wanafunzi wake, akasema hii ndiyo damu yangu inayotolewa kwa ajili yenu, ni uhai wenu. Kwa hiyo unapokunywa damu ya Yesu, unakunywa uhai wa Mungu. Unakunywa uhai wa Mungu. Akasema hii ndiyo damu yangu inayotolewa, ni agano jipya kwa ajili yenu. Ni agano jipya. Manake kuna huyu mwanadamu, kuna hali aliyokuwa anaipita, kuna mazingira aliyokuwa anaipitia. Sasa Mungu amemkumbuka, anaachilia jambo jipya. Anasema hii ni damu yangu na agano jipya. Manake anaachilia jambo jipya kwenye maisha yako, anakupa jambo jipya. Pigie Yesu makofi. Huyu mama ndiye aliyesababisha maombi yake aliyoomba muda mrefu, ndiye amesababisha niwe rais. Manake ameolewa, wameanza maisha, ndipo baadaye akawa rais wa Marekani. Usimdharau mtu siku moja, utamsalimia kwa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sidharau wenzako. Mimi wanasema hivi, kwenye ndoa watu wawili, yawezekana mmoja wapo unatembelea nyota ya mwenzako. Hiyo ndoa ikivunjika, utaona mmoja wapo ataishi kwa furaha, mmoja atateseka. Kwa sababu Mungu alipowaunganisha, kuna vitu aliweka kwa mmoja wapo, kwamba mmoja wapo ndiye atakayesababisha baraka kwa watu hawa. Sikia nikwambie, Yusufu alipoenda kwa Potifa, Biblia inasema baraka zikaingia kwenye nyumba ile. Nami nakwambia asubuhi ya leo, Mungu akupe watu sahihi watakaoingiza baraka kwako kwa jina la Yesu. Usikate tamaa. Usimdharau mwenzako, hata we mke wako au mume wako. Mtu mmoja nilimwambia, alikuwa mkurugenzi wa mahali fulani. Alipokuwa ameanza kushika fedha, akamtimua mke wake. Mke wake amesafiri, akasema vyombo utavikuta kwa bibi yako, sikutaki tena. Ameshakuwa na fedha, mkurugenzi wa wilaya. Alikuwa rafiki yangu, nikamwambia hivi, Mungu aishiki, utakaa kwenye cheo. Kwa sababu wewe ujui asili ya ndoa, pango wa Mungu kwenye ndoa alivyoweka. Anapowaunganisha, kuna vitu anaweka kwa mtu mmoja ili vilete baraka kwenye ndoa yako.
Kwa ni muhimu sana usidharau. Mheshimu mwenzako. Mheshimu mwenzako. Yawezekana mko hivyo mlivyo, kuna mtu amesababisha baraka, wacha mtengane naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika Injili ile ya Luka sura ile ya 18 mstari wa kwanza anasema, imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Mwambie jirani yako usikate tamaa. Usikate tamaa kabisa. Kwa sababu habari hiyo imekupasa usikate tamaa katika maombi yako. Yesu alifundisha kuomba bila kukoma. Alifundisha kuomba bila kukoma. Akaweka mfano wa mwanamke mmoja katika habari hiyo, ambaye alikuwa anasisitiza kupata haki yake mpaka kapata majibu. Sema majibu. Sema majibu. Alikuwa mjane, amezulumiwa haki yake. Anamwendea kazi wa mji ule mara kwa mara, anamchosha, anamwendea kwa kumchosha. Biblia inasema yule kazi akasema, si vema tu nimpatie huyu haki yake ili asinisumbue. Usikate tamaa katika maombi yako. Watu wengi wamekata tamaa, wanahangaika. Nikawa nimezungumza jambo hili asubuhi, nikasema hivi, kwa mfano toto mwanafunzi anasoma, anaenda sekondari, anaenda chuo, labda anafika chuo, anaruhusu mwili wake atumiwe na wanaume. Anatumiwa na wanaume mpaka na kule chuo anaishi na mwenzake kama mume na mke. Alafu baada ya kumaliza chuo wanaachana, ndiye anaingia mtaani. Anatangaza nia ya kuolewa. Amechakachuliwa, amebaki kopo, hamna kitu. Kwa hiyo alipokuwa anatumiwa hakuwahi kupata mimba, kwa sababu alikuwa anaua kizazi. Kwa hiyo anafika muda wa kuolewa, ndipo sasa anampata mume wa kuolewa naye, wanaingia kwenye ndoa, wanaanza maisha. Mwaka wa kwanza hola, mwaka wa pili hola, ndipo anaanza sasa, twende tukachukue mafuta, twende tukachukue chumvi, twende tukakanyage mafuta. Biblia inasema, kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Bwana Yesu asifiwe. Kila jambo lina wakati wake. Nawaambia mabinti mliopo mahali hapa, mna safari ndefu. Kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kusoma, muda utafika utamwona mume wako. Kuna wakati wa kusoma na wakati wa kuolewa utafika. Acha kuharibu hekalu la Mungu. Mungu anasema hivi, hili ni hekalu la Mungu. Mtu akiharibu hekalu hili, Mungu atamharibu mtu huyo. Hilo ulio nao, huo mwili, uwe mwanaume uwe mwanamke, ni hekalu la Mungu. Tunza mwili wako, ni hekalu la Mungu, ni hekalu la Mungu. Siombe, omba bila kukoma. Omba bila kukoma.
bila kukoma. Yupo Yesu atakupa nafasi ya kusogea mahali ulipo, mahali ambapo hawakukuheshimu, mahali ambapo walikudharau. Hata kwenu hukuwa wa muhimu. Hata jambo likitokea kwenu wanasema yule, unakuta wamemaliza shughuli. Msiba ukitokea wanasema nani fulani, mwache tu, wamekudharau. Wanaokudharau leo, siku moja watakusalimia kwa heshima. Pigie Yesu makofi mengi mengi. Watakusalimia kwa heshima. Utakapoonana nao sema madam shikamo, hata ukustahili shikamo. Mimi wakati fulani naangalia hata mzee na viumbe sasa ananiambia shikamo mchungaji. Sasa shikamo hii. Shikamo hii. Wana wa Israeli walikuwa wamesongwa. Naomba mmoja unisomee kuelekea kumaliza. Nisomee kutoka sura ile ya 12 mstari wa 13. Vijana chapu. Kutoka sura ile ya 12 mstari wa 13. Asante. Chukua na mic hiyo, sikike vizuri. Sura 12 mstari wa 13. Ndio. Na ile damu itakuwa ishara kwenu Mwambie jirani yako, hii damu ni ishara kwako. Katika zile nyumba mtakazo kuwemo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu. Nisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Ndio. Maana ile damu ndio ilikuwa imebeba hatima ya kutoka kwenye mikono ya Wamisri. Ile damu ndio ilikuwa ishara yao. Biblia inasema ukafika wakati sasa Musa amepambana, malaika anamtokea, anasema hii damu sasa ni ishara kwenu, imebeba maadui watakapopita, pigo lolote litakalotokea katika mji huu halitawapata. Nami nasema hii damu ambayo unaishiriki leo, kila mapigo kwenye maisha yako yaliyokutokea hayatakuweza kwa jina la Yesu. Maana ni damu iliyobeba nguvu, imebeba uweza wa Mungu. Ishara ya ile damu, yeye anasema walipo